Tunamshukuru Mungu kwa neema na baraka zake anazotujalia katika maisha yetu ya kila siku. Tunaendelea kumtukuza na kumwomba tunapoendelea na majiundo yetu ambayo tumeanza siku ya Jumapili na leo tunaendelea. Na siku ya leo basi tutajifunza somo linalosema wakuu ni watu wanaotoa. Wakuu ni watu wanaotoa. Mwaka jana ilikuwa ni mwezi wa 3, nilikutana na ndugu mmoja ambaye alikuwa kwenye hali ya msongo wa mawazo sana. Sasa tulipokuwa kwenye ile semina alikuwa amekuja, lakini ni kati ya waumini ambao walikuwa na magari mazuri sana na yenye gharama kuliko wengine wote. Sasa wakati tukiwa tunaendelea na maombi mbele ya Yesu Ekaristi, yule ndugu alikuwa kama amejikuta amepoteza fahamu, na hivyo akaanza kupiga kelele sana. Nafikiri pia pengine ilichangia na aina ya msongo wa mawazo aliyokuwa nayo. Tumesali, tumeabudu Ekaristi, tumemaliza, lakini yule ndugu bado akajikuta yuko kwenye hali ya sintofahamu ya kupiga kelele. Basi baada ya maabudu waumini wakatawanyika, lakini akawa amebaki. Basi tukaenda kumwona na baba padre, akawa anapiga kelele sana, lakini kumbe yule ndugu ukisikiliza historia yake ni kwamba ni mtu alikuwa ametokea familia maskini sana, na hali hiyo ya kutokea familia maskini ni mtu aliyekuwa anapushi mambo hayaendi, anapushi mambo hayaendi, anapushi mambo hayaendi. Kwa hiyo akapata rafiki aliyemshawishi. Unajua, wakati mwingine unapokuwa kwenye changamoto za kimaisha, saa nyingine unaweza ukasikiliza ushauri wa kila mtu. Kwa hiyo akawa amempata rafiki ambaye hakumshauri vizuri kwa wakati huo. Akamshauri, akamwambia basi ngoja tuingie kwenye vyama vya siri vya kishetani. Kwa hiyo akafanikiwa kumshawishi, na baada ya kumshawishi kwenye kile chama cha siri alichomwingiza, hawakulazimishi kuingia. Unaenda kwanza unapewa mafunzo, na baada ya kupata yale mafunzo wanakuuliza sasa we mwenyewe kama unaweza ukapenda kuendelea au kutokuendelea, ni wewe. Lakini wanakuonesha kwamba utapata kila aina ya kitu unachokihitaji kwenye maisha yako. Kwa hiyo ndicho kilichokuwepo. Kwa hiyo yule ndugu akavutiwa, kwa sababu aliona kwamba ni vitu vya kisasa na nini, akasema niko tayari. Kwa hiyo baada ya kusema tu kwamba niko tayari, akapewa mkataba, akasaini. Baada ya kusaini, akaambiwa kwamba basi utatoa kitu ambacho sisi wenyewe tutakuelekeza. Maana yake ni kwamba atatoa sadaka, tafasiri nyingine. Na
sadaka ambayo aliambiwa sio sadaka ya pesa, ni sadaka ya damu, na akaambiwa kila baada ya muda unaweza ukaamua kurenew au usirenew. Kwa wakati ule alikuwa ana mzazi mmoja tu ambaye alikuwa ni mama yake. Kwa hiyo akaambiwa mtoe mama sadaka. Akamtoa mama yake mzazi. Baada ya pale, milango ya mafanikio ya kimwili ikafunguka sana kwa huyu ndugu. Kwa hiyo akaenda hivyo, akaoa. Mungu akamjalia akapata mtoto wa kike. Biashara ikaendelea kuwa nzuri sana, ikaendelea kuwa nzuri. Miradi ikaendelea kuongezeka usiku na mchana. Heshima ikaonekana kwenye jamii, sifa nyingi zikamwendea, heshima nyingi zikamwonekania. Kwa hiyo ikawa hivyo. Ikapita kama miaka 8, akaambiwa sasa imefika wakati wa kurenew tena. Kwa hiyo una renew vipi? Kaambia this time tunataka mtoto wako. Na alikuwa anampenda sana yule binti yake. Akasema kama niliweza kumtoa mama, nimtoe tena na mwanangu ndo nilie naye peke yake? Akasema hapana, it's better kilichopatikana mke wangu na mtoto wangu akifurahie, nitoeni mimi. Akasema wewe tunataka mtoto wako. Katika hali zile akawa amekataa. Sasa alikuwa amepewa cheni na vitu vingi. Sasa katika hali ya kukataa akaambia hautamaliza raundi, tutakuwa tumekumaliza. Kwa hiyo njia pekee aliyoona kwamba anaweza akakimbilia ni kanisa. Kwa hiyo alikuwa akisikia semina anakimbilia huko, labda anaweza akasave mambo na nini hivyo. Kwa hiyo siku hiyo tukiwa tunamwabudu Yesu Ekaristi, vikatokea vya kutokea. Sasa alikuwa na ile cheni ambayo tuliitoa, lakini unapoitoa unabaki nayo, kesho akirudi anarudi ameivaa kama ile ile. Walau tulienda tukamsaidia akawa ametoka kwenye ile hali ambayo alikuwa ameingia, japo haikuwa rahisi yeye kutoka. Kwa nini nimeanza na huu shuhuda? Huu shuhuda nimeanza nao ili kuweka somo letu sawa linalosema wakuu ni watu wanaotoa. Sasa hakuna ufalme usiohitaji sadaka. Huo ufalme haupo. Labda nizungumze kwa lugha hii. Hakuna utajiri uliopatikana pasipokuwa na sadaka. Yaani kila tajiri unayemwona leo amefika hapo alipo kwa sababu kuna mahali anatoa sadaka. Sasa ni wapi? Anajua yeye. Na ninaomba ufahamu kwamba mafanikio huwa yanafuata kanuni, bila kujali hayo mafanikio ni ya upande upi. Ukifuata kanuni za kimafanikio utazipata na huo utajiri utaupata.
Kwa hiyo ndio maana wengine wanaweza wakawa wanaenda wanasali kanisani, wanatoa sadaka, wanafanikiwa kwa sababu wamefuata kanuni na wameamini na vitu vimeitika. Na kuna watu ambao mafanikio yao wao wanatoa sadaka kwa upande mwingine. Wanaenda kwa waganga, wanatoa sadaka. Wanaenda mahali kwingine wanakojua, wanatoa sadaka. Mwaka juzi nilikuwa natokea Songea, Sumbawanga, nikiwa nakuja huku Mbeya. Sasa nilibahatika nikapata siti ya dereva pale mbele. Sasa tukawa tunapiga story na dereva. Dereva akawa ananiambia kwamba hawezi ukaingia kwenye soko la kibiashara bila kutoa chochote. Nikamwambia chochote unamaanisha nini? Akaniambia wewe tuendelee, tukifika sehemu nitakuonesha. Sasa tulipokuwa tunaendelea kuongea, alikuwa ana pale mbele ya gari kulikuwa na kama vimti fulani hivi, tuseme kama ilizi. Nikamwambia dereva, vipi hivi vitu vipi? Akasema bro, hapa barabarani mimi kuna vitu naviona huu vioni, wewe subiri nikuendeshe mpaka Mbeya ufike salama hivyo. Kaambia sawa, twende. Tumefika kwenye kijiji fulani, akaniambia sasa kuna kitu nataka nikuoneshe. Akanionyesha mji fulani, ni barabarani tu, kulikuwa na magari mengi sana yamepaki. Ambia unaona hapo nakuonesha hapo kuna mama mmoja ambaye ni mtaalamu sana. Kwa hiyo hata hayo magari unayoyaona yamepaki hapo, watu wanasubiri huduma. Wanasubiri nini? Huduma. Kaambia haya, sawa. Akaongea lugha nyingine, akasema bro, mtu yeyote ambaye amefanikiwa kuna sehemu anatoa sadaka. Wewe kama unaamini kutoa sadaka kanisani, katoe huko huko. Wewe kama unaamini kutoa sadaka msikitini, wewe katoe. Na kama mimi naamini kutoa sadaka kwa mababu zangu, wewe mimi niache. Kikubwa ni mafanikio. Kwa nini watoto wa Mungu wengi hawana mafanikio? Kwa nini wale ambao wanaamini kwamba Mungu anaweza na kweli ndiyo kanuni yake, anaweza, lakini kwa nini ukija ukachunguza pia maisha yao sio mazuri, hasa eneo la kiuchumi? Sababu ni moja. Wengi ni kweli huwa tunaamini kwamba Mungu anaweza, lakini ukweli ni kwamba huwa tunaishia kuomba Mungu atuwezeshe, lakini huwa hatutoi sadaka. Na eneo la kiuchumi ni eneo linalohitaji kanuni, na ni eneo linalohitaji imani, na ni eneo linalohitaji ujuzi. Mambo matatu. Eneo la kiuchumi ni eneo ambalo linahitaji ufate kanuni, na ni eneo ambalo unahitaji uamini. Sasa kutoa ni kanuni ya Mungu. Soma kitabu cha Injili ya Yohane sura ya 3 aya
ya 16. Kutoa ni kanuni ya Mungu. Kutoa ni tabia ya Mungu. Hiyo Injili ya Yohane sura ya 3 aya 16 inasema, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae. Akafanya nini? Akamtoa, sio akamuuza. Akamtoa. Tafasiri yake nini? Tafasiri yake ni hii: kitu chochote unachokipenda lazima ukitolee sadaka. Kitu chochote unachokipenda lazima ukitolee nini? Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa nini aliupenda ulimwengu? Huo ulimwengu ulikuwa na mali yake, ulikuwa na kitu ambacho Mungu alikuwa anakitafuta. Maana yake nini? Mungu alikuwa anatafuta roho za watu walioko kule ulimwenguni. Sasa njia pekee ya kupata zile roho za wale watu walioko kule ulimwenguni ni kutoa sadaka. Na Mungu baada ya kuona kwamba nikitoa malaika kama sadaka bado sitapata kile ninachokitamani, akaona kitu pekee ambacho naweza nikatoa nikapata hizo roho za hao watu nao tamani kuwa nao hapa kwenye ufalme wangu, ni kumtoa mwanangu wa pekee. Ndio maana yeyote anayetamani utajiri huwa anatoa sadaka ya kupata huo utajiri. Yeyote anayetaka uongozi huwa anatoa sadaka ya kuutaka huo uongozi. Sasa ndio maana sasa utakuta mtu amepata uteuzi wa kuwa mkurugenzi au wa kuwa mkuu wa wilaya au wa kuwa waziri, anaenda kuroga. Kwa nini anaenda kuroga? Kwa sababu anapenda ile nafasi aliyoipata na anataka aendelee kuwa kwenye ile nafasi. Sasa wengi ni kweli tunapenda tuwe na maisha mazuri, lakini hatuko tayari kulipa gharama zitakazoleta matokeo ya hayo maisha mazuri. Tunataka matokeo, lakini hatutengenezi mazingira ya kupata hayo matokeo. Ndio maana kati ya eneo ambalo ni gumu sana ni eneo la kutoa sadaka. Yaani kutoa sadaka sio jambo jepesi, ni jambo gumu sana. Kama unataka kufahamu kwamba sio jambo jepesi, kamuulize Kaini. Kaini amevuna, amepata mazao, alafu Mungu anahitaji sadaka. Kaini akaangalia yale mazao yalivyo mazuri, akasema, wakati nalima wewe Mungu haukuwepo, wakati na tafuta vibarua wanisaidie Mungu wewe haukuwepo, wakati navuna wewe Mungu haukuwepo. Kwa hiyo kama haukuwepo, nakupa yale ya mwisho mwisho yale. Akatoa. Akaja mdogo wake Habili, akasema, Mungu, bila nguvu zako, bila ulinzi wako, bila juhudi zako, mimi nisingepata hiki nilichokipata. Maana yake nini? Habili anatoa kile anachokipenda.
Na Mungu akasema okay, nitaachilia baraka zangu kwako. Na kati ya eneo ambalo shetani amekaa na akaleta vizuizi vikubwa ni kwenye eneo la utoaji. Kama unahitaji kuwa mkuu na ndani yako hauna roho ya utoaji, hauwezi ukawa mkuu. Kwa sababu tabia ya mkuu yuko tayari kutoa ili apokee. Kuna mwanafunzi wangu ni waziri sasa hivi kwenye hii serikali. Wakati wamemaliza wapa kwa wabunge na vitu gani, akaniambia, mwalimu, mimi natakiwa niende zaidi ya hapa nilipo. Sasa nataka kutoa sadaka. Hata nisipopata hii nafasi ninayotaka, bado atakayekuwa amepata hiyo sadaka ni Mungu, na inawezekana kwamba akanitengenezea nafasi nyingine zaidi. Mbia mwalimu, mimi nataka kujilipua. Kaambia, jilipue. Akajilipua. Alitoa sadaka ambayo ina herufi 9. Sifu Yesu Kristo. Na kweli amna leo yupo kwenye nafasi yake. Sasa wakati mwingine tunapokuwa tunazungumzia hili somo la sadaka, wengi huwa wanakuwa na notion tofauti. Tunapiga kampeni. Lakini kwenye ulimwengu wa kiroho ni ulimwengu ambao hauwezi ukafanya kazi bila sadaka. Narudia hii sentence. Ulimwengu wa kiroho hauwezi ukafanya kazi au haufanyi kazi bila sadaka. Sadaka kwenye ulimwengu wa kiroho ni kama shahidi. Labda nitumie huu mfano, mnaweza mkanielewa. Kwenye ulimwengu wa kiroho sadaka inasimama kama kiwakilishi, kama utambulisho wa mtoa sadaka. Yaani, kwa mwili wako wewe hauwezi ukafika kwenye ulimwengu wa kiroho ukiwa na mwili, lakini sadaka yako inaweza ikafika. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa kiroho sadaka yako inakutambulisha. Mtasema, mwalimu, mbona hatukuelewi? Soma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10. Tuelewane. Sura ya 10 kuanzia aya ya kwanza. Inasema hivi: mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kitaria, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana
malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Kornelio. Akamtazama, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sikia hii sentensi. Sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho. Sala zako na Sasa angalia, kuna watu ambao wanataka sala zao zifike, lakini sadaka zao zisifike. Kwa hiyo sala na sadaka ni vitu vinavyoenda pamoja. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba ndege bila rubani haiwezi kapaa. Unaweza ukaniambia, mwalimu, sasa hivi teknolojia imekuja, kuna ndege zisizo na rubani. Sio kweli. Unapoiona inapaa vile, kuna watu huku chini wanaicontrol. Si kuna mtu ananielewa? Yaani unavyoona imeenda unasema ndio hiyo drone imeenda bila rubani. Kuna watu huku chini kwenye system wanaimonitor. Kwa marubani wapo, sio kwamba wapo. Malaika anamwambia Kornelio, sala zako na sadaka zako zimefika mbele ya Mungu na kuwa nini? Ukumbusho. Kuna dada moja alikuwa amepata mimba 7, zote zinatoka. Mimba 7 zote zinatoka. Kumbe yule dada, mama mkwe wake alikuwa hampendi. Kwa hiyo alikuwa anatengeneza mazingira ya ifike mahali mume wake amwache. Sasa nini alichokifanya? Alichukua kuku aliyekuwa na taga, akaenda kwa mtaalamu. Kwa hiyo alipoenda kwa mtaalamu, yule kuku wakaenda wakamchinja, na ile yai wakaenda wakalipasua. Tafasiri ya kupasua lile yai ni kwamba limepasuliwa kabla ya kufika wakati wake, kabla ya nini, labda kuatamiwa na kifaranga kuwepo na nini hivyo. Kwa hiyo lile yai kulipasua ni kwamba liwakilishe mimba ziwe zinaharibika. Kwa hiyo ikafika mahali kweli mume wake akaanza kumchukia. Mimba 7 sio jambo jepesi. Sio jambo jepesi. Kwa hiyo akaniambia, mwalimu, nimefika mahali nimekata tamaa. Nikamwambia sawa, ukipata mimba nyingine niambie. Akapata mimba. Akanipigia simu akaniambia, mwalimu, nimepata mimba. Kaambia sawa. Kaambia sasa chukua sadaka, nenda kwa padri, alafu kamwambie padri kwamba hii sadaka yangu lengo lake ni hili moja. Hii mimba niliyobeba ni ya 8, lakini hizo mimba zote 7 zote zilikuwa zinaharibika. Hii ni ya 8. Ninaitoa hii sadaka. Ninamwomba Mungu kupitia hii sadaka huyu mtoto wangu asitoke tumboni kabla ya wakati wake. Kwa hiyo dada akafanya hivyo. Akaenda akatoa sadaka, padre akambariki. Kaniambia, mwalimu, nimeshatoa sadaka. Hivyo nikamwambia, sasa kila mwezi unatakiwa unatoa sadaka.
mpaka utakapoenda kujifungua, usiache. Akasema sawa. Ikaenda, mapambano yakawa makali sana. Yule dada anaweza akaamka usiku akakuta ndege wameingia ndani. Wameingiaje na vioni vya aluminium hata ajui. Namwambia wala usiogope. Mungu yuko upande wako, usiogope. Hivyo ni vitisho tu. Ikafika mahala mama mkwe wake akawa hata msalimii. Nikaambia ilikuwa ni hivyo, kwa sababu huyu dada, hizi mimba zilikuwa zinatokaje? Kila ilipokuwa ikifika mimba ya miezi 5, alikuwa anaota ndoto, na akiota ndoto anamwona mama mkwe wake anakuja, alafu anavuta mtoto kutoka kwenye tumbo la yule mama kwenye ndoto, lakini akiamka anakuta amebreed, kuta ile damu imetoka. Ikawa hivyo mpaka alipofikisha mimba 7 zikiwa zinatoka kwenye mazingira hayo. Nikamwambia sasa katoe sadaka. Ngoja niwafundishe kitu. Ukiona kwenye familia yako kuna teso linalojirudia, hilo teso linalojirudia unahitaji kulitolea sadaka. Lakini sadaka ya aina gani? Sadaka ya kinadhiri. Msifu Yesu Kristo. Soma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 1 aya ya 1 mpaka ile aya 28. Hana baada ya kukosa mtoto kwa muda mrefu sana, akaweka nadhiri, akasema, Mungu, ikiwa utanijalia mtoto mwanamume, huyo mtoto nitamtoa kwako kama sadaka. Sasa sikiliza, Hana alikuwa akienda Shilo, kwenye hiyo madhabahu ya Shilo kwa mzee Eli. Alikuwa akienda, anaenda anatoa na sadaka, na hata siku anaenda kumkabidhi huyu mtoto kwa mzee Eli, alienda na sadaka. Inapatikana Samueli wa kwanza sura ya 1 aya ya 1 mpaka aya 28, ndio tukutana na hicho kisa. Maana yake ni nini? Ulimwengu wa kiroho huwa unatoa ushirikiano ikiwa unachokiomba umeachilia na sadaka ndani yake. Kwenye ulimwengu wa kiroho, sadaka inasimama kama mtetezi. Sadaka inasimama kama wakili. Sadaka inasimama kama shahidi. Ngoja niwaambie, unapokuwa na kesi mahakamani na haujui sheria, unafanya nini? Unamtafuta nani? Wakili. Ukimtafuta wakili, yule wakili ana uwezo wa kwenda mahakamani kwa ajili ya kesi yako, wewe ukawa huku unaendelea na shughuli zako kama kawaida. Kwa hiyo unaweza ukasafiri hata kwenda Marekani, kuna kesi Tanzania, lakini tarehe za kesi zinapofika, wewe hauendi mahakamani, anaenda wakili wako. Sasa kwa nini umemtafuta wakili? Kwa sababu unaweza ukajikuta kweli pesa unazo, lakini sheria hauzijui. Maana yake ni kwamba umemtafuta wakili. Huyu wakili atakusaidia kutafasiri sheria kule mahakamani, zile sheria ambazo wewe hauzijui. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa kiroho, sadaka ni mtetezi kwa yule mtoa sadaka.
Kwa hiyo unaweza ukawa unataka kutendewa jambo baya, ile sadaka ikasimama kwenye ulimwengu wa kiroho kukutetea, ikasema hapana, huyu hauwezi ukamdhuru. Juzi nilikuwa na safiri naenda Mwanza, nilitokea Dodoma naenda Mwanza kwa usafiri wa basi. Tumefika Singida, ile siti ambayo mimi nilikuwa nimekaa, aliyekuwa amekata Singida alikuwa anapandia, alikuwa amekata ile siti niliyokuwa nakaa, alikuwa anapandia Singida. Kwa hiyo tumefika Singida, yule mtu akapanda tu, mbaba mmoja hivi kama miaka 43 45 hapo. So tukaanza kupiga story, alikuwa na kibagarashia chake na nini hivyo, tukaanza kupiga story. Sasa akaniambia ninaenda Mwanza. Sawa. Kwanza alivyopanda mle kwenye basi, wakati anataka kukaa, kuna jiwe aliliweka kwenye ile siti anayokaa. Nikamwambia unakalia jiwe? Akasema amna. Kwa hiyo tulivyoenda tukapiga story, kaambia sasa ili jiwe la nini? Akasema jiwe lina maana kubwa sana, jiwe ni msingi, jiwe ni nguzo. Kwa hiyo akaniambia kama unataka kusafiri na unataka usipate ajali, panda na jiwe afu liweke kwenye ile siti ya. Sasa msifanye hivyo, hizo ni nguvu za kishirikina. Tusifu Yesu Kristo. Manake watu wamchelewe, kasema kumbe ili nisije nikapata ajali ngoja nikipanda niwe nafanya vitu hivi. Tukaendelea, tumefika Igunga, akaniambia hivi, una mizimu mikali sana. Siku hiyo najua niliwahi kufika Mwanza, unajua stories zilikuwa nyingi. Mbea, unasemaje? Wewe umejuaje? Akasema nimeona kwenye mifumo, najua tuna mifumo yetu na sisi. Akaniambia wewe mchawi hakuwezi. Akaniambia hivyo hivyo, una imani kali sana. Sema Sasa mimi huwa ni mdadisi sana na huwa napenda sana kujifunza. Nikamuuliza, kwenye hiyo mifumo yenu, kama unataka kudhuru maisha ya mtu, nini ambacho unatakiwa kukifanya? Akaniambia kuna vitu viwili vikubwa. Cha kwanza huwa ni sadaka. Inaweza ikawa ni sadaka ya pesa, inaweza ikawa ni sadaka ya kuku, inaweza ikawa ni sadaka ya mnyama. Cha pili ni manuizo. Msifu Yesu Kristo. Ni nini? Sasa angalia hawa walivyo wajanja. Kuna Wakristo hapa huwa mnatoa sadaka mkiwa kimya kimya. Yaani hauombi chochote juu ya sadaka unayoitoa,
Ndio maana wakati mwingine huwa nawaambia kwamba Wakristo wengi huwa hatutoi sadaka, isipokuwa huwa tunatoa rambirambi. Kwa nini rambirambi? Kwa sababu unakuta yani umeitoa kibubububu, kama vile umelazimishwa. Lakini angalia ule upande wa giza, hata kama ametoa kuku, anaambiwa haya, mshike huyo kuku, toa manuizo yako, maombi yako. Kwa hiyo kinachofanya kazi ni yale maneno ambayo yanatamkwa kwenye ile nini, sadaka. Kwa hiyo kinaambiwa ukitaka uharibu maisha ya mtu, uje ukiwa na sadaka. Ilikuwa ni Dar es Salaam mwaka juzi, nilikutana na baba mmoja ambaye yeye kila wiki alikuwa anaenda hospitalini mara 3. Sasa nini alichokuwa anaenda kukifanya? Anasubiri wale watu ambao wamefiwa. Baada ya kuwasubiri wale watu waliofiwa, wanapoenda kuosha mwili wa marehemu, naye alikuwa anaomba kwenda kuosha ule mwili wa marehemu. Sasa yeye akitoka yale maji ambayo wamemuoshea, yeye alikuwa anawi pengine, yaani maliza kuoga na vitu, kumogesha na vitu gani, yeye anatoka hivyo. Sasa yule alikuwa ni agent. Akisalimiana na wewe, yaani kama anataka kupromoshe kwenye eneo la kiuchumi, akisalimiana na wewe utaporomoka sana kiuchumi. Ndio maana mtu ambaye ukisita kumpa mkono usimpe. Sasa siku hiyo tuko kwenye maombi, akawa amenasika. Sasa siku moja nikamfanyia interview, nikamuuliza ni watu gani ambao ulikuwa unaweza sana kuharibu uchumi wao. Aliongea kitu cha ajabu sana, akasema Mkristo yeyote naweza nikaharibu uchumi wake, isipokuwa kuna Mkristo ambaye huwa siwezi kuharibu uchumi wake. Ambaye ni Mkristo yupi? Akasema ukikuta Mkristo ambaye anatoa fungu la 10 kwa uaminifu, hata ukimsalimia mara 7, yale manuizo hayafanyi kazi. Sasa mnataka mthibitishe hilo? Soma kitabu cha Nabii Malaki sura ya 3 aya 8 mpaka 12. Sasa nikamuuliza unafaidika nini? Malaki sura ya 3 aya 8 mpaka 12. Nikamuuliza unafaidika nini unavyofanya hivi? Akasema na mimi nalipwa. Ndio wale wazee unakuta, au unakuta wale watu ambao hana kazi yoyote mjini, lakini familia yake inakula, inaishi na anasomesha watoto, lakini kila asubuhi anaamka asubuhi anasema anaenda kazini. Mungu amesema atabariki kazi ya mikono. Kwa hiyo mkono ni lango. Ndio maana kisha muogesha yule maiti, haendi kunao kujisafisha, anaacha hivyo, anaenda kusalimiana na watu ambao ana target vitu vyao vife kwenye maisha. Sasa rohoni, kama hauna mtetezi, maana yake ni kwamba umeisha. Kwa hiyo sadaka huwa ni wajibu na huwa sio ombi. Kama Mungu mwenyewe alitoa sadaka, anatarajia kwamba wafuasi wake na wao wawe watoa sadaka.
Sasa tuelewane, tunapokuwa tunazungumzia sadaka, watu wengi wanaweza wakafikiri kwamba ni pesa nyingi sana. Kile unachoona kwamba Mungu anastahili, kitaufurahisha moyo wa Mungu, hiyo ndiyo sadaka. Narudia, kile ambacho unaona kwamba hiki kitaufurahisha moyo wa Mungu, hiyo ndiyo sadaka. Wakristo wengi tumepigwa sana kwenye eneo la kiuchumi, na haya mapigo kwa nini yameruhusiwa kuingia? Ni kwa sababu kuna mlango fulani tuliuruhusu ukaingia, na shetani akapata huo upenyo, akaanza kuwapiga watoto wa Mungu. Jumapili nikamwambia kwamba mnufaika wa kwanza wa sadaka huwa sio Mungu. Mnufaika wa kwanza wa sadaka ni yule anayeitoa ile sadaka, ndiye mnufaika wa kwanza wa sadaka. Ufalme wa giza wako makini sana kwenye hili eneo. Na wamefanikiwa kwa sababu wako makini sana na wana nidhamu sana kwenye eneo la sadaka. Mchawi akiambiwa kwamba toa mtoto wako, hapingi, anatoa. Akiambiwa toa ndugu zako, hapingi, anatoa. Sasa kwa nini Wakristo hawapati wanachokiomba sana? Ni kwa sababu hawana nidhamu kwenye eneo la sadaka. Ikiwa hauna nidhamu kwenye hili eneo la sadaka, wewe una uhakika kwamba hauwezi ukapata matokeo. Sasa angalia, wachawi huwa wanatumia kanuni ya Ibrahimu. Mungu baada ya kumwambia Ibrahimu kwamba nataka umtoe mtoto wako sadaka, Ibrahimu hakubisha, akasema sawa. Angalia Mungu anachomwambia, kama haukunizuilia mwanao wa pekee, kama nikubariki, nitafanya nini? Kitabu cha Mwanzo sura ya 22 aya ya kwanza mpaka ile aya ya 15. Kwa hiyo ndo maana hao wengine wakiambiwa kwamba fanya hiki, wanafanya. Mtoe mke wako, anamtoa, wala hadauti. Toa mtoto wako, anatoa, wala hadauti. Kwa nini? Ana nidhamu. Na sadaka yote inayoleta matokeo ni sadaka inayotolewa kwa nidhamu na imani. Sio zile sadaka tunazotoa kwamba bora liende. Sasa ili wapendwa, mjifunze kabisa. Changamoto nyingi leo ambazo tumekutana nazo leo, tusingekutana nazo ikiwa tungekuwa watu wa nidhamu kwenye eneo la sadaka. Kwa hiyo baada ya kuruhusu adui akapiga familia, akapiga watoto, akapiga mme, akapiga tabia, akapiga uchumi, tumejikuta tuna tangatanga. Kwa nini tunatangatanga kwenye ile eneo? Ndio maana asilimia kubwa ya Wakristo wanaosali leo
Wengi wao wanasali kwa sababu wana matatizo, sio kwa sababu wamekuja kumshukuru Mungu. Yaani anakuja kusali kwa sababu anajua kabisa watoto wake hawajapata ajira. Anakuja kusali kwa sababu anajua ana ugonjwa anauguza. Anakuja kusali kwa sababu anajua ana machangamoto kwenye ndoa yake. Anakuja kusali anajua kwa sababu kule kazini kuna vita imeinuka. Anakuja kusali kwa sababu kuna mambo fulani hayaendi. Ukiwa Mkristo ambaye unakuja kusali kwa sababu ya matatizo, Ukristo wako bado haujakamilika. Unatakiwa kuja kumshukuru Mungu wakati wote, wakati ukiwa na mali, wakati mambo yakiwa yanaenda vizuri, wakati watoto wakiwa wanaenda vizuri, wakati ndoa ikiwa na amani, wakati ukiwa na amani kazini, unatakiwa kuja huo wakati. Lakini wengine tunakuja kwa sababu tu mambo yametukaba mpaka mwisho. Hiyo ndo changamoto ambayo wengi tunakutana nayo. Kwa hiyo tumuombe Yesu wa Ekaristi jioni ya leo. Kwanza atusamehe pale ambapo tumemkosea, lakini sisi wenyewe tujifunze kuwa watu wa sadaka. Tumsifu Yesu Kristo.